أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, tulikuwa katika kuendelea na juzu ya kwanza ya suratu Yasin. Tulikuweko na aya 4 kutoka aya 7 mpaka aya 10 iendao laqad haqqa alqawlu ala aktharihim mpaka ikisikilia wasawaun alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Tukitaka kujikumbusha yaliyopita ili tuweze kuwa na mfululizo wa maneno, ni kwamba suratu Yasin ilianza na kiapo kwa Qur'ani. Lengo na shabaha ya kiapo ilikuwa ni kuthibitisha utumi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pia ni kutaka kuthibitisha baada ya kuwa Muhammad ni mtumi, ni kwa kuwa yeye uko katika ile ndia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka sawa, ala siratin mustaqim, mpaka mwisho. Baada ya suratu Yasin kueleza haya, ilipiga pindi ikaya kwa watu wenye kuyasikia maneno haya. Kwanza Mwenyezi Mungu alimzungumza Mtume Muhammad kwamba wewe ni mtumi na wewe uko kwenye siratan mustaqim. Kisha ikaja ikatuonesha watu watayapokea vipi mambo haya, yani vipi wataupokea utumi, vipi wataipokea Qur'ani. Ikagawanya watu makundi mawili. Kundi la kwanza litaukataa yale malengo aliyokuya nayo, ambao kwamba litundhira qauman ma undhira, malengo amekuya kukhofisha mtumi. Hili ni kundi la kwanza, na Mwenyezi Mungu akalisifu kundi hili kwamba ndio kubwa, kwa sababu siku nyingi wingi ndio waliopotea. Ndio akatwambia laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Neno limekuwa kweli kwa wingi wao hawaamini. Kisha Mwenyezi Mungu hakutaka kutuata tu kwa nini wingi hawaamini, akaja akatuelezea sababu za kutoamini, ambao sisi tuliziamkuwa ni mawani'ul maarifa, zile zizingiti zinaomziwilia mwanadamu zombo zake za kumfikisha kwenye itikadi sawa zikaharibika, zisifanye kazi. Ndio akatwambia inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun. Kwa hivyo zombo zimeharibika, kuna pingu, kuna ngome. Ikiwa sampuli ni namna hiyo, ndio Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume usipasue moyo. Sasa wasawaun alaihim aandhartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Awa ukiwahofisha usiwahofishe ni sawa, hakuna natija. Hili ni grupu la kwanza. Paka aya ya 10 tumewamaliza. Sasa yazungua upande wa pili suratu Yasin kutueleza wale waliopokea ujumbe wakauamini, na hawa ni wachache. Kisha yatudokezea kwa mbali sababu zilizowafanya hawa waamini, kama vile ilivyotuelezea sababu zilizowafanya wale wapinge. Kwa nini walipinga? Kwa sababu zombo zao zimeharibika. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, au amkhutubu Mtume sallallahu alayhi wasallam, inma, aya ya 11 hiyo, inma tundhiru man ittaba'a dhikra. Wewe waweza kumkhofisha
waweza kumfikishia huu ujumbe ukamfaa manittabaa dhikra, ule mwenye sifa ya kufuata mawaidha, wa khashiya arrahmana, na kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ghaib, bil ghaib, hoyo basi ndio atakayekuamini. Fabashirhu. Sasa hoyo hafai tena kuhofishwa. Anayehofishwa ni ule anayekataa, yani anaitishwa kwa adhabu, kwa sababu indhar ni kumtisha mtu kwa kumwahidi utamwadhibu. Bishara ni kumpa mtu tamaa ya zawadi, kama tulivyozieleza nyuma kwa urefu dauri ya indhar na tabshiri katika nini, katika malezi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amwambia huyu sasa si wa indhari tena, fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Huyu sasa mpe bishara ya maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malipo mema. Hii ndio aya ambayo kwamba sisi tutataka kuifasiri. Lakini kabla sijaingia kwenye aya kama hini, ile mada iliyopita nilipenda kuifupisha ili isichoshe, lakini kuna suala liliulizwa wiki iliyopita, nimependa kulirudia niyaunganishe maneno. Kwamba haya maradhi au zile zizingiti tulozieleza zinaomzivilia mwanadamu kuona haki, vipi hutibiwa? Kwa sababu umetuambia Qur'ani ni shifa, ni dawa. Vipi tutayatibu? Ndugu zangu, kwanza napenda kuwafahamisha katika lugha ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziamkua hizi zitu tulozieleza zinaomkingiliza mwanadamu kuwasiliana na ulimwengu, ameziamkua kwa ina la maradhi, kama alivyotueleza katika suratul Baqara, kuwaeleza munafiqina fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha. Na al-Imamu Ali alayhi salam akatwambia maradhi haya ni maradhi ya akili na ndiyo maradhi maovu zaidi, katika maneno yake alipotwambia inna minal balai alfaqa, katika maondo makubwa ukiondwa na Mungu ni umaskini. Umaskini ni maondo makubwa sana, bali hadithi imenena kada alfaqru an yakuna kufra, umaskini umekurubia kuwa ukafiri. Katika hadithi nyingine hunena kwamba ufukara ukiingia mahali ukafiri humwambia ntukua nami. Hii ni matatizo ya ufukara. Kwa hivyo Imam Ali atuambia inna minal balai alfaqa, katika maondo, katika mitihani mikubwa ya Mwenyezi Mungu ni umaskini. Wa ashaddu min dhalika, lakini kula hilo kushinda ufukara ni maradhul badan, ni mtu kuwa kiwiliwili chake, ukashikwa na maradhi, ukashikwa na huma, ukashikwa na maradhi. Mwenyezi Mungu atulinde nayo kila sampuli. Haya ni makubwa, al-Imam Ali atuambia. Wa ashaddu min dhalika maradhul qalbi, kisha atuambia na zaidi ya hayo ni maradhi ya moyo. Tabani maradhi ya moyo hapa si maradhi ya moyo haya ya kwamba mtu una maradhi ya moyo, moyo wake usimama uenda mbio, la. Maradhi ya moyo yaingia kwenye maradhi ya kiwiliwili yale. Maradhi ya moyo hapa ni haya maradhi yanaoshika zombo zako, ambao Mwenyezi Mungu ametuambia fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha. Katika maneno yake mengine al-Imamu Ali atuzungumzia wale wasoamini. Ndio sisi saa nyingine uketi, sio sisi ambao ni Waislamu, japokuwa tuna mambo yetu sampuli, lakini saa nyingine kwa kuwa ile hisia ya Kiislamu iko, huyo ukawaona watu wafanya mambo ya kinyama ulimwenguni, mambo ya kishenzi, mpaka saa nyingine ukajiuliza huwa yeye mtu akafanya mambo yale. Mathalan ukamwona mtu ambaye kutinda vijana, mtu amekwenda kuua watu wasiokuwa na hatia, mpaka wewe ukajiuliza ni vipi ule. Lakini ni hatari imemfikia ule, na usiwastaajabie kwa sababu wale hawana mato unayoyaonea wewe. Ndio al-Imam Ali atuambia walau fakaru fi adhimi al-qudra wa jasimi an-ni'ma la raja'u ila at-tariq, lau walifikiri katika ule ukubwa wa nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na neema kubwa za Mwenyezi Mungu amezotupa, wangalirudi katika ile ndia, yani wangalirudi katika siratun mustaqim. Wa khafu adhab al-hariq, na wangeogopa adhabu ya moto wa Jahannam. Walakinna al-quluba alila, lakini nyoyo haziwezi, zina maradhi.
walbasaira madkhula, na mato yamengiwa hayaoni. Kwa hivyo haya ndio yale atuambia Mwenyezi Mungu, fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha. Je, maradhi haya hayana dawa? Yanao dawa kabisa, lakini maradhi haya dawa yake ni sharuti uyapatilize mapema. Ndio ile hadithi niliyowasomea katika darasa zilizopita, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maarufu ya hadithi, anena kwamba mja akifanya dhambi hufanya kitono cheusi kwenye moyo wake, huwa maradhi yameanda. Akitubia hufutika, akiendelea akitotubia akawa huengeza kile kitono, huenda kikifanya nini, kikikua mpaka kikafinika moyo. Baada ya kufinika moyo, ndio Bwana Mtume akatwambia hiyo rain, hiyo rana ala qulubihim. Yakisha kufika stage hii, maradhi ya akili, na si uandazimu huno, sikusudii maradhi ya uandazimu, maradhi ya kioo cha akili kufanya vindu, maradhi ya kioo cha akili kufanya vumbi kikawa hakionyeshi picha sawa sawa, yakisikilia lile vumbi likapanda kaanda tembe 2 tembe 3, likapanda mpaka ikafinikika, pale huwa hakuna tamaa tena. Kwa hivyo Muislamu ataka awe mpesi wa kuomba maghfira wakati akifanya madhambi, asiyakubalie madhambi kumtawali. Usiungojee moyo kusikilia kwenye kipimo cha kususua, kama wanatuambia qasawatul qalbi, moyo kuwa msusuavu. Ni hatari zitu kama hizi, wa naudhu billahi min dhalika. Wakati tukisikilia kwenye kipimo hiki, hatupati dawa ya maradhi mpaka mauti. Huwa mato hayaoni tena, moyo hauoni tena, akili haifanyi kazi tena, mpaka mauti ndio huya kuziamsha hizi. Lakini wala tahina mandamin, hakuna nafasi ya kuyuta, kwa sababu ziapo zikafanya kazi zombo, zafanya kazi wakati ambao kwamba huwezi tena kufanya nini, kuzitumia. Ndio ile aya niloisoma hata leo katika hutuba ya Juma, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, ndio ile wajaat sakratul maut dhalika ma kunta minhu tahid. Yakia mauti yakakusimamia, ndio pale mambo hukufunikia. Sasa ikawa kashafna anka ghita'aka, tukakufunua zile pazia, fabasaruka al-yawma hadid. Sasa mato yako yakawa huona sawa sawa, lakini wafanye nini? Ndio Mwenyezi Mungu katika suratu Sajda aya ya 12 atuambia, walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim. Natamani Mwenyezi Mungu akwambia ni mambo ya bado haya, lakini lau utakuya siku ya kiyama uwaone wale mujrimin, wale madhalimu, wakiwa wameinamisha nyuso zao, nakisu ruusihim, wameinamisha zitwa zao, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, walalamika, wajera, wanahaya, wamwambia rabbana absarna, e Mola, sasa tumeona, wasami'na, na sasa tumefanya nini, tumesikia, farji'na na'malu salihan inna muqinun, turudishe sasa twende tukafanye mambo mema. Sisi tuna hakika sasa tukirudi tutafanya mambo mema, kwa sababu tumeyaona. Ile yatuonesha kwamba zombo sasa zimefanya nini, zimeamka. Lakini zimeamka wakati ambao kwamba ni kama mtu kumpa jembe ikawa kusi imemalizika. Siku za mvua hunya, watu hulima, hana zombo, watu wamemaliza, wamevuna, hupanga sasa yatakaokuya, ndio wamtundia zombo, wampa azifanyieni. Hili kwa ufupi nimependa kulifafanua lile suala lilokuya nyuma, kwamba haya maradhi hayana dawa, yanao dawa, lakini yataka kupatilizwa mapema na yataka kuikinga zaidi kuliko kuyatibu. Utumie dawa ya kinga kuliko dawa ya kungoja ya kupate ya kutibu. Mwenyezi Mungu atuambia, innama tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bilghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kabla ya kuifasiri hii aya kwa maana ya kuieleza fikra iliyoko ndani ya hii aya, kwanza tuipitie kulingana na maneno yamezotumika katika hii aya tuifahamu. Kwanza Mwenyezi Mungu amenena innama tundhiru man ittaba'a dhikra. Hakika si lingine
wewe mtume Muhammad wamkhofisha ule mwenye kufuata utayo. Sasa aya hiki kipande hiki tukirudi na nyuma kwenye hii suratu Yasin, baada ya Mwenyezi Mungu kumwambia mtume innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim tanzila al-azizir rahim litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun. Baada ya kumwambia wewe ni mtumi, alikuja kumbainishia lengo miongoni mwa malengo ya nini, ya mitumi, nayo ni nini? Ni indhar, ni kukhofisha. Kwenye aya ile ya nyuma aliambiwa akhofishe watu wote, sawa? Hakuambiwa mtumi mkhofishe fulani fulani usimkhofishe, khofisha kabila fulani usimkhofishe, bali mtumi ni mtumi wa wote. Hapa aambiwa wewe wamkhofisha tu ule mwenye kufuata nini? Kufuata dhikr, si kila mtu. Innama tundhiru man ittaba'a dhikra. Je, hayagongani haya maneno? Kule aambiwa wewe wakhofishe wote, hapa aambiwa wewe wakhofisha watu sampuli fulani wenye sifa mbili, wenye sifa ya kufuata dhikri na wenye sifa ya kumcha Rahman. Innama tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Huu ni mgongano. Vipi tutauondosha mgongano hunu? Na Qur'ani haina mgongano. Mgongano kama hunu wanazuoni wa tafsiri wanena hakuna mgongano, yataka tu kutuliza akili. Kule aliambiwa wewe utakhofisha, kazi yako nkukhofisha, na kazi ya kukhofisha ya watu wote. Hapa haambiwi kazi yake, hapa aambiwa makhofisho yako yatamnufaisha nani. Tukitaka kutoa mfano wa kuweta fikra karibu, daktari hospitali, hususa ikiwa ni hospitali ya watu wote, kazi yake ni kutibu watu, sio? Hakuna amtibu huyu asimtibu, kazi yake ni kutibu watu wote. Kumwambia wewe daktari, tumekuweka hospitali, kazi yako ni kutibu watu. Kisha ukarudi ukamwambia wewe waweza kumtibu yule anayefuata utaratibu unaompa wewe, yani zile sharuti za utumiaji dawa, sharuti za kushika miko, ule ndio anaoweza kutibiwa na wewe. Wayaona yana mgongano haya maneno? Hayana mgongano. Aya ya kwanza tukizijalia ni aya yamwambia tabibu, wewe kazi yako ni kutoa matibabu, ayao mpe sharuti zako, lakini ni nani atakayekunufaika? Utabibu wako utakao kumtibu ni nani? Ni ule atakayekuzitumia zile dawa ulompa, ni ule atakayekufuata sharuti ulompa na miko ambazo kwamba umemwekea. Ule ndio atakayekunufaika na utabibu wako. Watangia 20 kwenye chumba chako, utoe pakti za dawa 20, uandike kadi 20, lakini wakitoka watakao kupoa mangapi? Ni 3. Ndio hii aya ataka kutuonesha. Kwa hivyo innama tundhiru, wewe makhofisho yako yaweza kuleta natija, makhofisho yako yaweza kuleta manufaa kwa nani? Manittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman. Lakini kutoa utatoa kwa nani? Kwa wote. Kunufaika watanufaika ni hawa. Ndio mkusanyiko wa hizi aya mbili, litundhira qauman ma undhira abam. Toa makhofisho kwa wote, lakini watakao kunufaika na makhofisho yako ni manittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman. Ni nini maana ya ittiba'u dhikr? Wanazuoni wamekhtalifiana. Wengine wamenena dhikri ni Qur'ani, wengine wamenena dhikri ni kuiamini Qur'ani, wengine wamenena dhikri ni kutekeleza yaliyomo ndani ya Qur'ani. Lakini tukirudi katika maana ya kilugha ya neno dhikri, kwa maana ya utayo au kwa maana ya mawaidha. Kwa hivyo tusilipokonye sifa ya upana wa maana, kwa sababu Qur'ani ni nini? Ni sehemu ya mawaidha, ni katika dhikri. Na Mwenyezi Mungu pia katika Qur'ani, katika ndani ya Qur'ani ameiita Qur'ani ni nini? Ni dhikr. Nini maana ya khashyatur rahmani bil ghaib? Kumcha Rahmani kwa ghaib. Wanazuoni wamenena kwanza maana ya neno khashya.
Katika lugha ya Kiarabu kuna maneno mawili, kuna khashia, kuna na khauf, na zote Kiswahili sisi tutanena ni kucha, lakini ndani ya Kiarabu maneno haya mawili yana tofauti. Khauf ni kucha, khashia manena ni khaufun mamzujun birraja. Si hofu peke yake, ni hofu ina kiungo imeongezwa. Mwenye kucha simba ataambiwa khafa, haambiwi khashiyahu. Huwezi kutumia katika lugha ya Kiarabu kwamba mimi bwana humcha simba ukanena akhshahu, huwezi kutumia, utanena akhafuhu, namcha. Nyoka utatumia khaufu, hutumii khashia. Baba utatumia khashia, hutumii khaufu. Mwalimu utatumia khashia, hutumii khaufu, kwa sababu khashia ni mahala unapopacha na kipindi hiko hiko wapataraji, huwezi kupakosa. Ni mahala unapopacha na kipindi hiko hiko wewe wapacha wapataraji, ndipo masdar, ndiyo matumbuko ya hofu zako, ndiyo matumbuko ya maslahi yako pale mahali, ndipo kutumia hapo neno la nini, la khashya. Ndio wakatuambia al-khashya huwa al-khawfu al-mamzuju birraja, ni khaufu zilotanganywa na matarajio. Kwa sababu baba wamcha, lakini kwa baba pia una mambo wayahitajia kwake, na hii ndio hofu tunaotakana sisi tumche Mungu. Hatufai kumcha Mungu kama kumcha jini, kwa sababu wewe ukikicha kitu kikimbia. Wewe ukitumia hofu, ukiambiwa nyoka hoyo utatoka mbio msikitini, ukiambiwa simba hoyo utatoka mbio, ukiambiwa kitoto fulani kuna mzuka upiti. Sasa Mungu hatufai kumcha namna hini tukawa kumkimbia. Mungu twafaa kumcha na tukifanya nini, tukimkurubia. Kwa hivyo ni lazima kuwe kuna khaufu, kuwe kuna na nini, na raja. Si umenielewa uzuri hapa? Khaufu ni kwamba nikimuasi ataniadhibu, lakini nikienda sawa na vile anavyotaka atanipa starehe. Kwa hivyo wewe una mataraji kwake na una hofu kwake, wazitanganya hizi mbili, na hizi ndio za kukamilisha na ndio za kufanya nini, za kuyea wewe kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu atuambia wa khashia Ar-Rahman, na ametumia neno la Rahman, hakutumia Allah, ili apate kukuzundua kwenye hiyo maana ya hofu. Yani mche mtu mwenye rehma, mche Mungu ambaye ana sifa ya nini, ya rahma. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu ana sifa ya rahma, pale pale hofu yako itakuwa hupakimbii pale mahala pa kuvuta, kwa sababu pia wataka nini, wataka rahma. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia wa khashiya ar-rahmana, hakutuambia mathalan wa khashiya Allah, hakutuambia wa khashiya al-jabbara. Kungalikuwa sasa nikukimbizanya kama mzuka, kama simba. Kwa hivyo tumeelewa maana ya khashiya, tumeelewa kwa nini likaja neno la nini, la Rahman. Kisha Mwenyezi Mungu akatuambia bil ghaib. Baadhi ya mufassirina wamenena ghaib inaokusudiwa hapa ni moto, sababu wewe wakati unapomcha Mungu waicha adhabu yake.
na adhabu yake huyaiona wewe, iko katika ulimwengu wa nini? Wa ghaib. Baadhi ya wanazuoni wamenena la, ghaibu hapa imekusudiwa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kama unavomcha babako, wamcha huku wamuona. Wewe wamuamini Mungu kwa sababu dalili za kiakili zimekufikisha kwenye itikadi ya kwamba Mungu huko, lakini huyamuona. Hako mbea mato yako kwa maana ya kumdiriki kwa hisia, na hivyo hivyo wamcha. Kwa hivyo khashyatur rahman bil ghaib, babako waweza kumcha wewe mathalan kwa uvuta sigara, lakini utaisita pale huko mbea mato yako. Kitu fulani amekuzivia usifanye, utaisita pale ambapo habari yaweza kumfikia. Lakini hui na khashya bil ghaib wakati akiwa hako, na ule mwenye kumtii babake wakati hako, hiyo ndio toa ya kweli, hakombea mato yake. Ni mfano nafananisha, sitaki kusema Mwenyezi Mungu hakombee yetu, wala yeye atuona ingawa sisi hatumuoni. Kwa hivyo wa khashya arrahmana bil ghaib ni umche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kuwa wewe humuoni. Ndio ile hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maarufu sana tunaisoma, atuambia al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama wamuona, na ikiwa wewe humuoni yeye afanya nini? Akuona. Yani ni kuhisi ile ma'iyatullahi kwamba Mwenyezi Mungu uko pamoja na wewe. Inma tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bil ghaib. Kisha Mwenyezi Mungu akatwambia fabashirhu, hoyo mpe bishara, bimaghfira, samaha wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwanadamu hakosi madhambi. Tuyamkue ni mitelezo. Hakuna kiumbe kamili isipokuwa wale aliowataua Mungu, isipokuwa ni wale maasumin. Lakini mwanadamu namna atakaokuwa na takwa ataipinda, lakini yako yale madogo madogo ambayo kwamba hata yeye mwenyewe hayakusudii au hayaoni, siku zote hahitaji ya maghfira. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia huyo atakaokuwa na khashia, huyo atakayekufuata dhikri, huyo mpe bishara. Kwanza yale madogo madogo yatakaokuwa nayo yatafumbiwa mato. Fabashirhu bimaghfiratin, kisha ndio wapate nini? Ajiri. Wa ila ikiwa hakuna msamaha wa Mungu mando, huwezi kwenda kwenye pepo. Wa ajrin karim. Mwenyezi Mungu akatwambia kisha atapoa malipo karim, yani ambayo kwamba ni safi, khalisum minashawaib. Nini maana ya khalisum minashawaib? Ayatullah Said Muhammad Hussein Fadlullah katika baadhi ya mazungumzo yake katika kueleza tofauti ya starehe za dunia na starehe za akhira, akwambia uzuri mkubwa, watu wengi hufikiria mengine, pengine fikiria matunda yatakuwa na tamu gani, wanawake watakuwa wazuri kiasi fulani, hurul ain, majumba yatakuwa kiasi gani. Lakini yeye asema kuna nukta ndogo watu hawaizingatii, na hii ndio inaopatia kima starehe za akhira. Ni kwamba ni starehe zisizokuwa na maudhiko. Bas ndio hii wa ajrin karim, khalisin minashawaib, ziko safi, hazina madoa. Kwa sababu ulimwenguni starehe zote ukiziangalia zimetangamana na dhiki. Yeo tukua mwanamke mzuri wa ulimwengu, amezotukua nishani ya uzuri, uko naye, yatosha kuwa wewe una dhiki kwamba huyu atazeeka. Yatosha kuwa wewe una dhiki kwamba huyu nitamkosa. Yani hutosha ile kukushawishi. Wajua waweza kuwekewa chakula kizuri, pilau, zumbari, mikate ya sinia, sambusa, lakini ukaambiwa kula, na huku ukichelewa jamaa atakuzinyakua, hazikushuki. Hukosa ile raha ya ile ladha ya kile chakula. Jumla ya sinia zote alaisawirisha, umepangiwa chakula na kuna bwana usimeme unandaa, na hukungoja uzubaya akunyakulie na wewe waendelea kula, na huku ito lako liko kwake wataka asikujepee. Wakosa ile ladha ya chakula. Namna kitaka kuwa ni nini? Ni kizuri. Ukiwa na senti huwa una hamu kubwa, lini utazikosa mimi.
hata uwe milionia, mara zaweza kupotea, mara zaweza kujepwa, mara kwaweza kuingia moto, mara kwaweza kutokea lolote la kutokea. Hili yatosha kuwa ni kero katika hizi raha. Sasa akhira ukapoa kijumba cha uongo, sawa, na mwanamke mmoja tu, lakini ukawa na hakika kwamba hapa nilipo mimi sipakosi tena, hapana doa, hapana maudhiko, kuna raha zaidi ya hiyo? Hakuna. Bila ya kuangalia kile ulichopoa, yatosha kuwa wewe una uhakika wa hiki kitu. Hakuna kuzeeka, hakuna kukikosa, hakuna kuchoka nacho. Pia hii ni mdhiki, kuchoka na kitu. Ya ukashikilia chakula ukipendacho nini wewe, taya kile utakacho ukashikilia, yo ukakila, kesho ukakila, kesho kuta ukakila, ukafuza mwezi nzima, kitakutukia. Lakini akhira kila ukietewa wakiona sicho kile, mpaka watakuwa wakiulizana, hiki ndio kile tulokulayana? Wataambiwa ndicho. Na kimefanana tu hiki bwana, sicho. Na lile lile tufaa, halikuchokeshi. Sasa hii ndiyo maana fabashirhu bima yako safi, hayana maudhiko, hayana makero. Hii kwa ufupi ndiyo maana ya aya. Kwa hivyo aya yatueleza wale ambao kwamba watamkubali bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Mwenyezi Mungu hapa ametutajia sifa ngapi? Sifa mbili. Adh-dhikr, ittiba'u dhikri wa khashiyatu rahman bil ghaib. Kwamba mtu ambaye ataweza kukhofishwa na bwana Mtume ni ule atakayekufuata dhikri na ule atakayekuwa amcha Mwenyezi Mungu. Sasa hapa hoja suala. Ikiwa mtu afuata dhikri kwa maana ya Qur'ani, ikiwa mtu amezie kumcha Mwenyezi Mungu, ahitaji tena indhari huyo? Hahitaji. Sio, umeelewa vizuri? Yani tumwambie daktari, wewe waweza kumtibu muwe alokuya kwako amezie kula dawa, amezie kushika miko. Umeelewa vizuri? Wewe daktari waweza kumtibu muwe ambaye kwamba kabla hujamtibu ashakula dawa, ashashika miko, ameshaipuka zile. Sasa wampa matibabu gani tena ikiwa ameze kula dawa na ameze kushika miko? Sasa hili suala huyu alikazuka hapa kwamba Mwenyezi Mungu amwambia bwana Mtume, wewe kuna watu huwezi kuwahofisha, nao ni hawa ambao tumewajengea mangome. Wewe waweza kuwahofisha watu gani? Wale wenye kufuata Qur'ani na wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wawate hawanenda, akienda kwa wale washafuata Qur'ani, washamcha Mwenyezi Mungu, enda kuwapa nini? Yeye sienda kuwapeka kwenye kufuata hiyo Qur'ani? Yeye sienda kuwapeka kwenye huko kumcha Mwenyezi Mungu? Washafuata Qur'ani, washamcha Mwenyezi Mungu, enda kuwahofisha nini? Sasa hii suala huya ikazuka hapa. Vipi tutajibu suala kama hili? Inma tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Na aya kama hii iko katika suratu Fatir, aya ya 18. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inma tundhiru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamu as-salata wa man tazakka fa inma yatazakka li nafsi wa ila Allahil masir. Amwambia Mtume, wewe utamkhofisha wale ambao kwamba wamcha Mwenyezi Mungu kwa ghaib na wale ambao kwamba waswali, wasimamisha swala. Hawa ndio waweza kuwahofisha. Sasa mtu uswali, mtu ameze kumcha Mungu, hufunga, hutoa zaka, wenda hukumkhofisha nini? Ushamfikia ujumbe au tekeleza? Vipi tutayajibu? Jawabu ya suala kama hili ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusudii kwa ittiba'u dhikri na khashiyatur rahman kwamba ule mtu tayari ashafuata dhikri, tayari ashamcha Mungu. La, hakusudii namna hiyo. Akusudia kwamba unao uandalizi wa kufuata, unao uandalizi wa kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa ibara nyingine, hajapatikana na zile mawani'ul maarifa. Tumefahamiana jamaa? Nirudi kwenye ule mfano wetu tuliozungumza mwanzo, ndio tutangia kwenye mada kabisa.
tunena kwamba wataalamu wanena kwamba moto mpaka uteketeze ni sharuti kwanza moto wenyewe uwe na sifa ya nini? Kuteketeza, na unao sifa. Pili, kile utakachokukichoma kwa moto kiwe hakina pingamizi. Kama ni karatasi wataka kuichoma, moto unao uwezo wa kuchoma karatasi. Lakini karatasi ikiwa na urutuba wa mai, ikawa mai, moto hauchomi. Na pale tatizo huwa sila moto, tatizo huwa la nini? Chenye kuchoma hakina uandalizi wa kuchoma. Tatu, ni lazima kuwe na sharti. Tukanena masala ya juha hayawezekani ya kuandika chungu huku moto ukawasha huku. Karatasi yaweza kuwa kavu, haina mania, haina pingamizi, na moto uko wawaka, lakini ni lazima kuwe kutakuwa na masafa ya ukaribu fulani ndiyo moto uweze kuteketeza nini? Karatasi. Sasa haya ndiyo Mungu ataka kumbainia mtumi kwamba wewe ni kama moto. Tumfanishe mtumi, yeye ataka kuathiri, ataka kuweta nini? Indhar. Wale wenye kuathiriwa kwanza ni lazima kuwe hakuna mawani, hakuna zitu za kuziwia, na za kuziwia zile tulozieleza nyuma, mawaniul maarifa. Kisha kuwe na sharti, ukaribu ule ndio hizo elezo hapa. Sharti ni kwamba kitu chaweza kuwa hakina mawani, mtu hajapatikana na maradhi, akili yake fanya kazi, hisia zake zafanya kazi, hayasikilia kwenye rain, hayasikilia kwenye khatmu, hayapata zote hizi, lakini pia hayawa na uandalizi kwa maana ya sharti. Ndio hii inma tundhiru man ittaba'a dhikra, yani ambaye uko tayari kupokea dhikr, kuifuata, na ambaye uko tayari kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ile ardhi ile iliyo tayari nzuri. Sasa ukitupa mbegu zitamea. Sasa hapa ndio tutataka kuzieleza hizi sharuti sasa, kukamilisha ile mada yetu. Niomba nitawakamilishia kwenye aya hii. Tulieleza zile zombo zikose pingamizi. Pili, lazima ziwe na sharuti, na hizi ndio sharuti sasa. Sharuti ya kwanza ambayo Qur'ani imeeleza ni takwa. Pia napenda kukumbusha, takwa si kwa maana ya kuwa tayari shamcha Mungu, itakuwa haina maana. Takwa kwa maana ya uandalizi, bado uko safi. Unajua mtu, ila niwape zitu kiwake. Tukweni Abu Dharr, tukweni na Salmanul Farisi. Sijui mmesoma kwenye sera nyote kiswa cha Salmanul Farisi. Salmanul Farisi ni mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sahaba mkubwa huyo. Huyu amkuliwa Salmanul Farisi kwa sababu kwao ni Furs, ni Irani. Huyu alikuwa katika lile jumba la majusi lile la kuabudu moto, lile jumba lao la ibada, yeye ndio alikuwa akitotea kuni. Na maana katika dini ya kimajusi kupata nafasi ya kwenda kutia kuni katika lile tanu wawe wali, kama ule apeke wao pefu kutia wakati wa Fatiha, kawa tabaruku na ile pefu yake. Kwa hivyo Salman alikuwa ni kijana amefika kwenye stage aishi na ule kiongozi wa dini karibu, na yeye ndio awashao moto. Kwa hivyo alikuwa si Muislamu, alikuwa kwenye umajusi, kwenye kuabudu moto, lakini alikuwa na takwa. Takwa kwa maana gani? Kwa maana alikuwa na uandalizi, lao ataona haki ataifuata. Na ndio alipokufa ule shekhe wake, tukisihi tumangwe kwa jina la nini, la shekhe, akamwambia ni usia ule, akamwambia mimi siyui mtu mwema aliobaki. Ala kule hatakuwa refusha kiswa, akamwekeza kwa mtu, akaenda akaingia mikononi kwa Ukristo. Salman Farisi akatembea padri kwa padri, alipoyaona ya Kristo akayaona ni bora kuliko ya moto, akawata ya moto, akaanza kuabudu Mungu wa tatu, akaishi na makasisi. Akifa kasisi atoka kwenye muisha, atoka kwao, akaya mpaka akafika sehemu za wapi, za Arabuni, mpaka akafika kwa kasisi wa mwisho, akawahufa ule kasisi. Miaka upita, ule kasisi akamuuliza Salmanul Farisi, wanihusia nende kwa nani? Akamwambia, mwanangu, sioni tena watu wa kukuhusia, lakini kwenye zitabu zetu
kuna bishara ya mtumi atadhihiri, na mtumi huyu atadhihiri kwenye ardhi yenye mitende, na una alama. Akamtaia zile alama juu ya ana pete, kwa maana ana muhuri kwenye bega lake sijui la kuvuli, hali sadaka hula, hiba akipoa hiba hula, sadaka hali. Akamtaia zile sharuti nyingi, akamwambia huyo ndio nilobaki kuwekeza, na sijui ashatumilizwa ama hayatumilizwa. Salmanul Farisi akafunga safari amzengea mtumi. Angalia jamani, hayui kamwe, atoka Fursi aambiwa, akaja mpaka akafika Madina, mpaka akawa mtumwa, akanunuliwa kwa kukosa nini? Riziki na kukosa kila kitu. Akaingia kwenye mikono ya mtume, akawa hulima Madina, utuma hulima pap, hijra ikaya, na huku Salmani akasikia huyu ndio ule mtume. Sasa hakumwamini tu, akataka kumjaribu kuthibitisha zile dalili aliyofanya nini, alizopoa. Akenda siku ya kwanza, akakusanya tende kidogo shambani, akaenda akamdirika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, uketizie na maswahaba zake, akampekea, akamwambia bwana, hii ni sadaka yangu, mmemaitea, mmesikia nyinyi mmekuya. Kisha akaketi kwa mbali, akawa mwangalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akawapa maswahaba zake, akamwambia kulani, yeye asile. Siku ya pili akakusanya tena tende, akampekea, akamwambia Rasulullah, hii mmemaitea ni zawadi. Akaketi kwa mbali, akamuona mtume hula, akazifuata zile dalili mpaka alipohakikisha, akaenda mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammadun Rasulullah. Sasa Salmanul Farisi tuweza kunena alikuwa na takwa kabla hayawa Muislamu, kwa maana alikuwa na uandalizi. Yani lau ataona atafuata. Kiswa hiki utakipata kwa Abu Dharr. Abu Dharr alikiketimia Ghafari, akawa waona kaumu zake huabudu masanamu, alitunda shoka kama kisa cha Nabii Allah Ibrahim, kawa vunda masanamu, kataka kupigwa kule, kakimbia akaya zake Maka. Akia akapambana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamfuata. Sasa sharuti ya kwanza ya kupokea indhar ni kuwa na takwa, kwa maana ya kuwa na uandalizi. Lau utadhihirikiwa na dalili, utazitumia zombo zako, zitafanya kazi. Na ndiyo Mwenyezi Mungu akatuambia alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fi. Mwenyezi Mungu atuambia kitabu hiko, yani Qur'ani, hakina shaka, hudan, na ni uongofu, lakini kwa nani? Lil muttaqin, kwa wale wenye takwa. Sio wenye takwa wamezie kusilimu, wamezie kuwa husali na nini, itakuwa hawahitaji tena uongofu hao. Kwa wenye takwa, kwa maana wenye uandalizi, lau wataona haki watafanya nini? Wataifuata. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, enyi mlioamini mkimcha Mungu, Mungu atawapa furqan. Furqani ni nini? Furqani ni mwangaza unaokupambanulia baina ya haki na batil. Mtu akiwa ana takwa, huya akawa zombo zake zaona sasa, na aweza kufafanua batili ni ipi na haki ni ipi. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mungu, Mungu atawafundisha. Yani mutafungua milango ya maarifa, zombo zenu zitafanya kazi zaidi. Hizi ni katika sharti za maarifa. Ndio katika aya mwisho niwamalizie, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi, enyi mlioamini mcheni Mungu na mumuamini mtumi wake, yu'tikum kiflaini, atawapa zombo ziwili, yani atawapa mara mbili, double, ndio maana ya kiflaini. Atawapa mara mbili, min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran, na atawapa mwangaza. Kwa sababu ya nini? Mko na nini? Na takwa. Zombo zenu zitaona, tamshuna bihi, ili mupate kutembea nayo, hamwezi kupotea. Hii ni takwa. Ukia katika sharuti ya pili ni imani. Pia imani hapa ni maana ya uandalizi. Utakuta aya za Qur'ani zatuambia, katika Mwenyezi Mungu atuambia afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih, ule atakayekuwa na iman ashafungukiwa na nuru ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ile aya tuisomao kila siku katika sala zetu hapa,
katika ayatul kursi tukanena Allahu waliyul ladhina amanu, Mwenyezi Mungu ni wali wa wale walioamini, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur, huwatoa kwenye ziza akawapeka kwenye nini? Kwenye mwangaza. Lakini walladhina kafaru, wale wasokuwa na iman, wasokuwa na uandalizi wa iman, awliyauhum taghut, mataghuti ndio mawali wao, yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumati, huwatoa wao kwenye mwangaza wakawapeka kwenye nini? Kwenye ziza. 3 katika sharuti za iman za kupokea indhar ni khashya, kama hii tuliyoisoma hapa, inma tundhiru man ittaba'a dhikr. Ittiba'u dhikr ni maana ya at-tasdiq bil Qur'an, ni maana ya iman. Wa khashya ar-rahman, lazima kuwe na khashya, kuwe na uandalizi, kwa ibara nyingine kuwe na hisia ya jukumu. Leo wakati ukimtisha mtu kuhusu ukimwi, ikiwa ule mtu ana hisia ya jukumu ya kujali maisha yake, yatamnufaisha yale mahofisho unayompa. Lakini ikiwa ni mtu kusimamia wenye kunena ni careless, don't mind, hawezi kumnufaisha. Hii ndio maana ya khashya. Ya khashya kwa maana tahammulul mas'uliyya, mtu ambaye ana sifa ya kutukua jukumu ya kujali kinachomhusu maisha yake, ule lazima atatishika wakati akitishwa. Yao mtu aweza kuwa hana jukumu, unaweza kupata mtu uvuta bangi, kula miraa, ukamwambia wewe wazorotesha maisha yako, tuwate nawe raha raha, akaanza kujibu lugha hizi, sio tuwate nawe, tumeitwa ulimwenguni tufanye nini? Tustarehe, tule magoma. Ile ni fuqdanul lihissi almas'uliyya, alihsas bilmas'uliyya, kuhisi jukumu, kujali. Ndio hii wa khashia arrahman, ukawa wajali, wajua kwamba kuna akhira, wajua kuna maisha yako lazima uyatunge. Pale ndipo unapokhofishwa, inapokunufaisha. Bila ya hivyo huwezi kunufaisha. Ndiyo Mwenyezi Mungu akatwambia inma tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bilghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Pia katika sharuti za maarifa ya mwisho napenda kuyafunga maneno ni kuwa na subra. Kuwa na nini? Na subra. Sababu uwe na sifa ya nyayo za kukita, kwa sababu utafiti, ufuatiliaji wataka subra. Hata masomo tu hiyo, ukitokuwa na subra huwezi kufaulu. Ni wangapi hubaki tulisoma pamoja? Ni wangapi yo utaona mtu akupita, tulikuwa klasi moja ule, tulikosoma pamoja ule, lakini tofauti yako na yeye ni nini? Ni subra. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, katika aya zake, katika milango ya kuwaelimisha, ya kuwafunua nyinyi, ni kuzitamali hizi aya zake Mwenyezi Mungu zote aloziumba, mbingu na nini na ardhi, ukazisoma. Wa ikhtilafi alsinatikum, na ukaona hizi khilafu za lugha za ndimi zenu, hizi ni aya za Mwenyezi Mungu. Wa alwanikum, na rangi zenu. Lakini ni nani anayeweza kuzitumia aya hizo? Ni nani ambaye kwamba zitamfikisha aya hizo? Mwenyezi Mungu atuambia inna fi dhalika afwan, nimeisoma aya makosa. Walaqad arsalna, aya inayotakikana ni hii, walaqad arsalna Musa biayatina, tulimtumiliza Musa kwa aya zetu, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur, kwamba watoe kaumu zako kutoka kwenye ziza uwapeke kwenye nur. Wadhakirhum biayamillah, na wakumbushe siku za Mungu. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Hizo zaweza kuwa ni dalili kwa ule mwenye subra, kwa ule mwenye sifa ya kushukuru. Pia kupata kichache ukashukuru, lakini usisimame ukawa na sifa ya kufanya nini? Ya kuendelea. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, aya hii ya 11 yakamilisha ile fikra tulokuwa tukiisoma kuhusu zombo za maarifa, kwamba mwanzo ni lazima zikose mawani, na pili kuwe na nini? Kuwe na sharti, ambao Mwenyezi Mungu ametosheka na sharti mbili kama mfano, akitwambia inma tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bilghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Mpaka hapa
Kwa ufupi tutakuwa tumemaliza aya ya 11. Tumebakisha aya ya 12 katika juzu ya kwanza, kwa sababu juzu ya kwanza tumenena Yasini tutaigawanya juzu ngapi? 5. Juzu ya kwanza itakuwa ni kutoka aya ya kwanza mpaka aya ya 12, na aya ya 12 yanena inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hii ndio aya ambayo kwamba itakuwa ni mazungumzo yetu, Mwenyezi Mungu akitupa taufiki, akitupa na uhai, juma litakalokuya, na ndio tutakuwa tuhatimisha juzu ya kwanza ya Yasin, na ndio itakuwa tuhatimisha darasa letu kwa kipindi hiki, tukiandalia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Juma litakalokuya litakuweko darasa ambao tutamaliza aya ya 12 katika juzu ya kwanza ya suratu Yasin, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.